kama mwali wa moto, tumaini langu linawaka. Karibu usikilize dondoo maalum ya ujumbe wa Kwaresma mwaka 2025, tukiangazia sura ya 3, imani na jubilei ya mwaka 2025. Kupoteza dhana ya dhambi. Kupoteza dhana ya dhambi kunaleta kutojali kweli kwamba matendo ya uovu humchukiza Mungu, huharibu uhusiano wetu pamoja naye na kuwa na matokeo yenye uharibifu kwa jamii. Udhihirisho wa upotevu huu wa maana ya dhambi unaonekana katika kukataa ukweli wa maadili. Wakati maswali na maadili mema na mabaya yanapoonekana kwa uthabiti kama masuala ya maoni ya kibinafsi, ufahamu wa dhambi ya mtu na matokeo yake hupungua. Kutupiliwa mbali kwa sheria ya maadili hatimaye kunaweka uokovu wa mtu hatarini. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo kwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, atatuondolea dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, twamfanya yeye kuwa mwongo, wala neno lake halimo kwetu. Ni lazima kutambua uzito wa dhambi ikiwa kweli tunathamini zawadi ya Kristo ya msamaha na upatanisho. Kuweka maisha yetu kwa Yesu Kristo huleta utambuzi mzuri wa athari mbaya za dhambi na kutia tumaini thabiti kwamba itashindwa. Kutokutii dhamiri. Je, tunapaswa kufuata dhamiri zetu kwa kiasi gani katika kufanya maamuzi ya kimaadili? Papa Francisco anatuasa kwamba kuna dhambi hata kwa wale ambao hawana imani wakati dhamiri haifuatwi. Kusikiliza na kutii dhamini kuna maanisha kuamua mbele ya mambo yanayoeleweka kuwa mema au mabaya. Kanisa linatusihi sisi sote kamwe tusiache kuunda dhamiri yetu kwa usahihi zaidi katika kuwasilisha ukweli wa ufunuo na sababu ambayo ni mwalimu anayeongozwa na Mungu. Kisha tunaweza kuwa na uhakika kwamba sauti ya ndani ya dhamiri pia ni sauti ya Mungu. Tukiwa mahujaji wa matumaini, tutumie vizuri fursa za kiroho zitakazotupatia rehema kwa mwaka huu wa jubilei. Wakati huo huo, tusimame imara katika imani ili kukabiliana na changamoto zinazogusa imani yetu, tukiongozwa na kauli mbiu ya mwaka mtakatifu, tumaini lisilotaharisha. Simameni imara katika imani. Ujumbe huu wa Kwaresma umeletwa kwako na Radio Maria Tanzania kwa kushirikiana na Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, TEC.